akili kweli wewe? Nimekuagiza maji gani na umeniletea maji gani haya? Kama ulikuwa hutaki si ungesema. Dada, uliniambia nikuletee maji yasiyo ya baridi sana. Kumbe unajua maji ambayo nimekuagiza, lakini umefanya makusudi umeniletea maji ya moto. Kwa hiyo ulikuwa unataka niungue utumbo au? Si ndio? Dada, hayo maji hayajachemshwa. Mbona maji yana ubaridi kama ulivyokuwa umeniambia? Leticia, naomba unisikilize. Najua kabisa kuwa umeshachoka kazi, lakini bado unalazimisha kukaa humu ndani kwangu. Na sijui kitu gani ambacho kinakufanya ulazimike kukaa humu ndani wakati una uwezo kabisa wa kusema na nikakuruhusu ukaondoka ukaenda nyumbani kwenu. Hivi, kama ulikuwa hutaki si ungesema jamani? Mimi nina miguu yangu, nina uwezo wa kufuata maji huko kwenye friji na nikaleta hapa nikanywa. Sio kwamba eti unaenda tu kama nimekulazimisha afu unaletea maji ya moto. Hivi, kuna watu wanakutuma wewe siku hizi kwamba mimi nisikuagize sasa humu ndani. Dada, lakini mbona mara nyingi mimi nafanya kila kitu ambacho unataka? Wewe umeniambia hivi, mimi nimefanya kama ulivyoniambia. Sasa kosa langu hapo liko wapi? Wewe mwenyewe nimekuuliza maji yao ya baridi sana, umekataa. Nimefanya kama ulivyoniambia, sasa kosa langu hapo liko wapi jamani? Leticia, kitu ambacho nakitafuta hapa, unataka kuniona mimi kama sina akili nzuri. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Mimi nina akili zangu timamu. Na mimi ni mtu mzima, najua ambacho unakifanya hapo. Naelewa kabisa. Yaani unachokijua wewe ni bize tu kudai mshahara wako mwisho wa mwezi, hutaki pungue hata 100, lakini kazi zenyewe ndo kama hizi. Uvivu kama nini? Sasa naomba unisikilize kwa makini. Kwa kuwa nimekuagiza maji ya baridi kiasi, subiri nikunyoshe ili ukaniletea hayo maji yangu ambayo nimekuagiza. Hanela, kanifuatie maji ambayo nimekuagiza. Shika bwana. Haya, nenda kaniletee maji ambayo nimekutuma. Nyanyuka bwana, kanifuatie maji. Sula baya kaganda la limao. Toka hapa. Nenda kanifuatie maji bana. Unachojua pesa tu, kufanya kazi hawa. Niache basi. Wewe, Kanoni, mbona unanishikashika barabarani na hivi watu wanapita? Huoni aibu? Jen, yaani mimi nianze kuona aibu kwa sababu gani sasa? Siwezi kuona aibu kwa sababu niko nazungumza na mwanamke ambaye mimi nampenda sana. Kwa hiyo sidhani kama kuna haja kuniambia mimi nianze kuona aibu kwa sababu ya watu wote wanaopita. Mimi sijali kuhusu wao, najali kuhusu wewe. Basi sawa. Vipi? Mbona umenipigia simu niko nyumbani na dada yangu na nikulupua haraka? Kuna nini? Ni kweli nilipiga simu. Nimejaribu kupiga simu ili kutaka kujua kama naweza nikakukuta. Kwa sababu jana nilikuja nyumbani nikaambiwa kwamba unaumwa na kichwa. Lakini hata hivyo mimi sikutaka kabisa kukusumbua. Kwa hiyo nikaona tu kwamba nikuache upumzike, afu nitatafuta wakati mzuri tuweze kuzungumza. Na ndio maana nimekuita hapa tuweze kuongea. Vipi kwanza? Unaendeleaje? Mimi niko poa tu. Sawa, niambie ulichonitia hapa. Jeni, kuna kipi kingine cha kuzungumza mimi na wewe zaidi ya upendo wangu kwako? Unajua fika kwamba mimi nakupenda sana. Nishavutiwa na wewe muda mrefu sana. Na kuhitaji uwe mwanamke wangu. Sio tu mwanamke wangu, mke. Uwe sehemu ya familia yangu, ubavu wangu wa kushoto. Tujenge familia, tuishi vizuri kabisa. Kwa hiyo niko hapa kusisitiza tu na kuendelea kuomba kwamba ukubali niweze kuwa na wewe, uwe mwanamke wangu na nikuoe. Kanoni, nimeshakwambia nivumilie, nipe muda nikufikirie zaidi. Mbona una haraka? Yaani nakuona ile jambo unahitaji sana nikujibu mapema. Kwa nini uko hivyo? Nipe muda nikufikirie ili nikupe majibu yaliyo sahihi. Jamani Jen, unajua chelea unakuta mwana si wako. Nitavumilia mpaka lini? Na kadri unavyozidi kuvumilia muda unazidi kwenda. Lakini hata hivyo, ile pesa ambayo nilikutumia kwa ajili ya kujazia ambayo nilikuwa nibakishia, vipi? Uliipata lakini? Ile pesa niliipata, nimeshaiona. Japo hiyo pesa imechukua ndani ya siku 5 kabisa ndo nimeipata. Kweli, umechelewa sana Kanoni. Jen, shida yako ni hiyo tu. Upende hata kusema asante. Maana najitahidi sana kukupatia pesa kila wakati unavyohitaji. Na hii itokea kama dharura peke yake. Isingekuwa dharura lazima ningekupatia kwa muda sahihi kabisa na wewe ungefurahia. Lakini naomba basi jaribu kulifikiria hili swala kuhusiana na mambo ya sababu mimi nakupenda sana na kuhitaji. Sawa? Kanoni, kama ulivyosema kwamba chelewa utakuta mwana si wako. Ila usisahau kwamba haraka pia haina baraka.
Kwa hiyo wewe ukitaka kujifanya una haraka sana, utapata matokeo mabaya. Wewe nipe muda zaidi wa kufikiria ili nikupe majibu sahihi. Mimi nitakufikiria. Sure. Yeah, nitakufikiria. Okay. Kama utanifikiria basi ni sawa. Lakini kwa utanifikiria, si ndio? Yeah, nitakufikiria. Basi naomba nikupe hagi kidogo. Subiri kwanza. Basi sawa Kanoni. Tutaonana baadaye, sawa? Kichinjile. Oh, wewe vipi mwanetu? Mbona unaniita kwa sauti ya juu, yaani unaniita mtaani kote kila mtu ajue jina langu? Au jina langu mwanangu umeambiwa ni kila sehemu linaweza likaitwa, kila sehemu unaweza kupoka ukalichaja jina langu, si ndio? Kichinjile, mimi nimekuita sana tangu kwa kule. Nakuita sana, sema tu ulikuwa uitike, ndio maana nikaa nakuita kwa nguvu hadi nikakukimbilia. Haya, so kesi. Mchongo nini? Mchongo nini? Wewe hujui mchongo nini? Mimi nazungumzia mapenzi yetu Kichi. Afu naona kama vile umebadilika sana. Au unipendi Kichi? Jeni, sio kwamba sikupendi. Mimi nakupenda kinoma noma mshikaji wangu. Sema tu nimeamua kubaliana na matokeo kwa sababu ujumbe ambao uliotuma mimi ulikuwa ushanifikia kabisa. Na siwezi nikafosi mapenzi Jeni. Wewe ulishamwambia dada yako kwamba mimi nakufosi na kulazimisha kwamba kuna mwanaume wako ambaye anataka kuoe. Kwa mimi vya nini kwanza nenda kugombana dakika za mwisho tuumizane? Mimi nimeamua kujitoa. Mimi nisha move on. Vipi? Kichinjile. Bwana tumeshaongelea hili jambo mapema sana siku nyingi. Na nikadhani kwamba limeisha. Mbona narudia maneno yale yale? Mimi nishakwambia hilo jambo mimi sijalifanya. Ni njama tu za dada yangu, anataka kutugombanisha. Na mimi hapa nimeshagombana naye sana kuhusu wewe. Alikuwa ananisingizia tu Kichi. Mbona unakuwa kama mtoto mdogo? Wewe hata ujifikiri. Mimi kwani naweza nikafanya jambo kama hilo kwa mtu ninayempenda? Anyway, hata hivyo ile pesa uliyokuwa unaniomba mimi tayari nimeshaipata. Kwa hiyo kuniambia ile pesa ambayo ilikuwa imebakia ushaipata, si ndio? Yeah. Basi hiyo imekuwa nzuri. Vipi ipo wapi? Sijatembea nayo kwa sababu sikutarajia kama ningeweza kuonana na wewe. Hapa nilikuwa naenda tu dukani. Nimeiacha nyumbani. Sasa hapo ndo ulipofeli. Yaani inakuwaje hautembei na pesa? Na maana ikatokea dharura yoyote hata barabarani huko, inabidi wewe unatembea na pesa. Na kwa sababu hujaibeba, sio swala cha kufanya. Sasa nakupa ofa moja, sawa? Baadaye njoo wewe ukiwa umeibeba kabisa na hiyo pesa magetoni ili tuweze kuzungumza. Nini? Kwani hujaelewa? Nimekwambia baadaye njoo pamoja na hiyo pesa magetoni tuweze kuzungumza, tuweze kuweka sawa tofauti zetu mamangu. Yaani unamaanisha nije getoni kwako, sio? Magetoni. Okay sawa, usijali. Mimi nitakuja nayo. Lakini mida gani? Hapa cha kufanya njoo saa 10. Kwa sababu sasa hivi hapa kuna sehemu naenda kwa mwanangu Joro. Kwa mimi nadhani ukija mida atakuwa kizazi zaidi. Basi sawa, usijali. Bye. Basi dole. Basi nitakuja. Bye. Bye. Ni vipi? Mbona unanisukuma? Unataka niumie? Kwa hiyo unataka kuniambia huyo ndo mchumba wako, si ndio? Mchumba wangu? Wewe alikwambia kwamba wewe ni mchumba wangu ni nani? Wewe ni rafiki yangu tu, nimemwona nikamkimbilia kuja kumsalimia. Au nisalimiana na marafiki zangu? Alafu ndio maana mimi sipendi kukusikiliza Kanoni. Wewe akili yako haijatulia. Wewe ni rafiki yangu tu. Au kuna kitu chochote ambacho umesikia nimeongea naye? Kuhusu kusikia, sijasikia kitu chochote. Lakini mapicha yote ambayo ulikuwa unafanya hapo, inaonekana tu kwamba huenda akawa ndo mpenzi wako.
Kanoni, naomba utulize akili yako. Huyo sio mchumba wangu wala si chochote, ni rafiki yangu tu, afu naomba uniache niondoke. Sawa? We mpumbavu. Jana nimepata time nimekagua simu yako. Unaweza ukaniambia namba ya mume wangu kwenye simu yako inatafuta kitu gani? Na sio namba tu, mpaka umepata time kabisa umeisave. Una kazi gani nayo? Au wewe unaongea naye nini mume wangu? Dada, mimi namba ya shemeji nilikuwa nayo kwa sababu kuna siku alinitumia namba za umeme. Hivyo nikaona kwa sababu ni mtu wa ndani, ikabidi nisave. Na sikuisave kwa nia yoyote mbaya. Wewe Leticia, wewe naona kabisa unataka kunichanganya akili yangu. Kwa hiyo ulivyotumiwa namba ya umeme, ukaona sasa una mamlaka ya kusave namba ya mume wangu. Wewe unaongea naye kitu gani na aliyekupa ruksa ya kumiliki namba ya mume wangu ni nani wewe? Sasa naomba unisikilize kwa makini. Unakumbuka ile siku nilivyokuambia pale? Nimeshasikia zaidi ya mara 3. Watu wananiambia kuwa unatoka na mume wangu. Halafu nilivyokuambia wewe ulinikatalia. Sasa ninachokuambia hapa si nimeona namba ya mume wangu. Siku nikija kugundua binti unatoka na mume wangu, wewe nitakuua. Yaani nitakuua kabisa, ili uwe funzo kwa mabinti wengine kama wewe ambao wanaiba waume za watu afa anajifanya watakatifu. Mimi sinataka kutangaza amani, wewe utaki. Sasa nitakunyosha. Dada, lakini kwa nini hutaki kuniamini? Mimi mbona nishakwambia siwezi kutembea na shemeji. Mimi mume wako unamheshimu kama shemeji yangu. Siwezi kufanya hivyo. Kwa nini nikufanyie hivyo? Mimi siwezi kufanya hivyo. Sasa wewe, nimeshakuelekeza, inaonekana unakuwa mbishi. Nimekwambia sitaki umiliki namba ya mume wangu. Mimi si ndio nakuleta huko ndani? Namba yangu si unayo? Namba ya mume wangu wewe unatafuta nayo nini? Nimempa mimi. Kwani kuna ubaya? Tena bora mume wangu umekuja kwenye huu ugomvi. Tena bora kabisa mume wangu. Mimi sitaki huyu binti amiliki namba yako ya simu. Sitaki. Nisikilize vizuri wewe Janeti. Huyu kuwa na namba yangu ya simu ni haki yake ya kimsingi, kwa sababu ni dada yetu wa kazi humu ndani. Hivi ulishajiuliza siku nyumba ikaungua, mimi na wewe tukawa hatupo, ina maana unataka ashindwe hadi kunipigia simu? Lakini Beni, kwa nini unapendaga ugomvi lakini? Sasa mimi namba yangu si anayo jamani. Sasa namba yako anatafuta nayo kazi gani? Au waga mnaongea nini? Labda wewe ukitoka kazini basi waga mnawasiliana. Nisikilize wewe. Uliniahidi utampenda na kumjali. Naona sasa hivi tena umeanza kuvunja ahadi yako. Sasa nisikilize, mimi sitaki makelele yako yoyote. Nataka amani kwenye nyumba. Sasa naombeni mnisikilize. Namba ya mume wangu nimeshaifuta kwenye simu yako na sitaki kuikuta tena. Kichi, nini kinaendelea hapa? Nini kinaendelea? Kinaendelea kuhusu nini? Nimekuuliza hivi, nini kinaendelea kati yenu? Au mnanifanyia pranki mpya, si ndio? Pranki? Pranki kuhusu nini tena mwanito? Unajikata kichwa Mara mwisho uliniambiaje wewe? Baada ya kukuta chumbani kwako na wewe mwanamke. Si uniambia ni jirani yako na mmenifanyia pranki kunipima kama nakupenda. Hii ni nini tena? Ndio maana nimekuuliza hivi, au mnanifanyia pranki mpya? Wenda wenzangu kila sehemu nyenye ni pranki tu. Bwana nisikilize Kindege. Katika siku siko sawa ni leo. Sina muda wa kujielezea na wala sina muda wa kuzungumza na wewe. Tafadhali naomba uniache niondoke kabla mambo hayajawa mengi, kwa sababu naona kuna kuelekea wewe unataka mambo yawe mengi. Naomba uniache mzee. Uondoke uende wapi? Majibu yangu umenipa. Nataka kujua nini kinaendelea kati yenu wawili. Leo nataka unipe majibu. Wewe unataka uende wapi? Uondoke kivipi yani? Mimi nawe tujamalizana. Nisikilize Kindege. Huyu unayemwona hapa anaitwa Tami. Ndio mpenzi wangu. Yaani ndio nyonga mkaliaini. Ndio kila kitu kwenye maisha yangu.
Yaani hakuna mwanamke yoyote mwingine ninayempenda zaidi yake. Yaani nachokimaanisha ni kwamba huyu ndo mke wangu mtarajiwa. Nadhani wewe hujanielewa ninachotaka ukijua. Wewe unafanya nini na mpenzi wangu hapa? Mimi? Unazungumzia nini? Kumhusu huyu mwanaume? Huyu ni mpenzi wangu mimi na sio mpenzi wako wewe. Labda nikukumbushe tu. Huyu alikuwa mpenzi wako, ila kwa sasa huyu ni mpenzi wangu. Kwanza una mamlaka gani kumuita huyu mpenzi wako wakati unajua mimi nipo na mwanaume wangu hapa? Au huoni? Huoni? Na kuuliza huoni kwamba tumeshikana hadi mikono? Kinakuuma. Sasa sikiliza nikwambie. Kaa mbali na mwanaume wangu. Sitaki uingilie hili swala. Niachie mimi. Huyu ananipenda na mimi nampenda. Sijui unaelewa? Halafu kingine, ulikuwa unadhani ile ilikuwa ni prank. Ile ilikuwa sio prank. Ile kama ulikuwa unadhani ni mchezo, ule ulikuwa sio mchezo, ilikuwa ni ukweli. Huyu ni mwanaume, tunapendana. Na hata ile siku ambayo ulikuja ulileta kiburi, ulileta dharau, tuligombana, sijui nini, ukaleta kimdomodomo chako, nilikuwa nakuangalia tu. Huyu ni mwanaume wangu mimi, ananipenda sana. Muone na hilo wigi lake. Unadhani kwamba ni mzuri sana. Unaongea sana binti. Hebu jishikilie kwanza. Kwanza mimi na wewe tunaendana. Hebu angalia hii kopi, tunaendana. Angalia vizuri. Mnapendezana eh? Wewe nesi bado hujanijua. We. Nitakuvuruga, nitakupasua, yani nitakuaibisha sasa hivi mzee. Yaani tula mwanangu, tula kaushe mzee. Nitakuharibu, nitakuvuruga, nitakupasua unajua. Tena wewe mwanzo na mwisho kumletea kinyolio mpenzi wangu, umesikia? Vipi hajakuumiza? Kaniumiza hapa. Nisikiliza kindege. Mpenzi wangu mimi anaumwa. Mpenzi wangu hayuko sawa. Kwa hiyo hicho kinyolio chako ambacho unataka kukileta nitakuleta ukofi wako ndio nitakutoe meno. Yaani nitakuumiza kabisa. Alafu mbona uelewi mzee? Kama hujui kusoma na maana hata picha uone. Mimi sikupendi, sikutaki mzee. Unaosha vitu vyangu, unaraza. Wewe uelewe, huyu mimi ndo mpenzi wangu na huyu ndo ambaye nampenda. Yaani huyu ndo nyonga mkalia hii mzee. Kwako mimi nilikuwa napita kama vile wapita njia wengine tu. Hebu muangalie kwanza, unaweza kufanana naye? Unaweza kufanana na mpenzi wangu wewe? Wewe una chochote mzee, uvutii, una raza. Waona ugwadu mzee, hapa mimi napata sukari. Vipi? Fanya maisha yako, fanya harakati zako kindege. Kiti. Hivi ni wewe kweli? Wewe ndio unayetamkia maneno hayo? Yaani baada ya yote tuliyofanya mimi na wewe, leo unanitamkia haya? Kwa hiyo ulikuwa unanitumia kama daraja kwenye mambo yako, si ndio? Real? Unanifanyia kweli hivi? Unaanzalisha mbele ya mwanamke mwenzangu kweli Kichi? Nimekosea nini labda? Kosa langu kukupenda? Kosa langu kuonyesha upendo wa kweli? Hivi ni gharama ngapi nimezitumia kwako wewe? Pesa ngapi nimezitoa kwako Kichi? Lakini bado hujaona upendo wangu, si ndio? Hujaona heshima ninayokupatia, si ndio Kichi? Barabarani kama hivyo umeamua kunizalilisha tena mbele ya mwanamke ambaye ni wa kawaida tu, hajanizidi kwa chochote kile. Yaani sitaki kuamini kama ni malipo ya wema wangu kwako Kichi. Mimi nakupenda. Nakupenda kweli Kichi, mimi sitani, mimi nakupenda Kichi, nielewe basi. Acha kunizalilisha. Nisikilize kindege. Sina muda wa kusikiliza tantarira zako hata kidogo yani. Na kitu ambacho sijakipenda ni kwamba kunipigia makelele hapa lodi. Nafutika. Ikatokea siku nyingine umenisimamisha au umetaka kuleta vurugu kama ambazo unataka kuzileta hapa sasa hivi, nitahakikisha na kutoa meno yako ya mbele, nitahakikisha na kufumua na kuharibu na hutokaa kusahau katika maisha yako yote. Mshamba nini wewe? Nadhani tumeelewana. Sasa wewe jengeneka siku nyingine, mguse fuone moto unavyokuakia mzee, utabaki majivu. Mshamba kumbe wewe. Toa shepu mshumaa mbele hapo. Kidege,
Leticia, yote kwa yote nikupe pole tu kwa kile kilichotokeza hapa muda mfupi uliopita. Najua inakuia ngumu sana, lakini kama tulivyokwisha kuongea, nahitaji sana kumjua mtu ambaye ananiwinda, na wewe peke yako ndo mtu ambaye unaweza kunisaidia kwa sasa. Usichoke kuvumilia, nahitaji msaada wako, sawa? Shemeji, hata usijali kuhusu mimi. Mimi niko sawa na hamna kitu chochote ambacho kinanisumbua. Kitu kingine, vipi? Haujapata taarifa yoyote? Kuhusu taarifa ninayo, naweza nikakupatia, lakini hapa sio sehemu salama. Nilikuwa naomba kesho saa 11 kama inawezekana tukutane sehemu ili kusudi nikupe taarifa kamili, kwa sababu hapa sio sehemu sahihi. Dada Janet anaweza kanikuta hapa afa kaniletea matatizo. Sawa. Sasa vipi lakini, kwani huwezi ukaniambia kwenye SMS? Si namba yangu ya Tigo bado nayo? Shemeji, namba yako simemsikia Janet amesema ameifuta kwenye simu yangu. Na hataki kabisa niwe na namba yako. Haiwezi kuwa fresh. Lazima nifanye mpango nikupe na mpango nyingine. Na kama ulivyosema hapa sio sehemu salama. Nitakutumia namba yangu. Hakikisha tu usisave kwa jina langu. Sawa. Lakini nilikuwa nakuomba uende sasa hivi, ili kusudi asija kukukuta hapa mambo yakawa mengi. Mimi nitakutafuta tu kesho tuzungumze. Hata usio na wasiwasi. Kikubwa tu kuwa makini. Usijali. Haya, bye. Wewe, nimeshakwambiaje kuhusu TV? Kuhusu TV? Uliniambiaje kwani? Mbona sikumbuki? Hivi unajua binti unapenda sana kujitoa ufahamu. Ina maana ukumbuke ambacho nimekwambia kuhusu TV? Si nimeshakwambia kabisa ukiwa huangalii TV hujakaa kwenye kitu ukatulia, unafanya usafi wewe unanizimia TV yangu. Sasa nini ambacho unakifanya hapa? Afa nilikuwa nimesahau. Hata hivyo mimi sijawasha TV kwa sababu nimefika hapa nimekuta Tami anaangalia na ametoka hapa sio muda mrefu. Hivi kumbe ni mshenzi eh? Ina maana Tami ndo alikuwa anaangalia na unajua kabisa ameshaondoka. Kwa hiyo unasubiria atoke huko alikotoka alikoenda, si nyumbani kwake, sijui wapi, arudi aje azime TV. Na wewe uko hapa hapa? Naomba unisikilize kwa makini. Hivi unajua kwamba umeme natumia hela yangu mimi? Mwisho wa mwezi unapata hela yako yote kabisa haikatwi hata 100. Lakini wewe ndo unakuja unaacha TV namna hii, namaliza umeme tu, afu baadaye mimi nije ninunue. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Nitakuja nikuumize, nikuvunja hayo meno. Usikilize masharti yangu, nikikwambia fanya hivi ufanye. Umenielewa? Naangalia kipindi changu. Tami, wewe unapata wapi nguvu za kunipiga mimi? Unanipiga? Wewe ni bosi wangu? Wewe ni bosi wangu mpaka unanipiga na kuuliza? Yaani wewe unanipandishia mimi sauti, si ndio? Sasa subiri nikuonyeshe. Subiri nimwite bosi wako. Janeti! Janeti! Tami, kuna nini? Hivi wewe ndivyo ulivyomfundisha binti wako wa kazi kwamba mgeni akiingia kitoko awe anazima TV, si ndio? Kwa nini umemzimia mwenzako TV? Na ulikuwa unajua kabisa anaangalia kipindi chake. Tami, anyway, naomba uchukue remote uwashe na uendelee kutazama kipindi chako.